na amepika nduru anakimbia. Haya makosa na ya mwaka. Na amesema nisaidie. Mstahili kumpepa na kumpeleka pale kwa Mungu kwamba kusaidia huyu. Kwa sababu hujui huyo mtu ambao unampelekea yeye ndiye amekuja. Tena ashini. That's why unapofika mahali hapa huwa anakupokea kwa njia nyingine na nahakikisha kwamba kilio chako hicho toka. Wewe inakitoka? Upende usipende. Ingawa amesema kwamba wewe mwenyewe unaisha. Maana yake unakuja na hasira. Na ile hasira inasababisha kwamba hutoki na kitu. Sasa tuachane na hasira na mapengenyo na wivu na chuki ili tutoke na kitu. Bwana pesi. So kupitia mahali hapo kwa huyu mchungaji ya kwamba tumefikia watu zaidi ya milioni 50. So 51. Sasa kama watu wanaweza kuwa wameangalia ya kwamba foto ni hapo Nairobi na hoteli na nyumba naomba hivi, kwa nini wewe ambao uko karibu na Mungu unakosa imani, unakaa umefarakana ndani ya roho, unakaa wewe unataka ibada hii haraka tuweze kukaa tu tuongee? Kwa nini? Unataka tukaa hapo chini tukiongea sababu amen. Yaani uko na furaha kwamba kila mara tunaongea mpaka tunafanya habari. Si ile tumefarakana ndani ya roho hapo tunaongojea ile neno ambao ungekuwa nalo linatoka katika Mika sura ya 7 fungu la 18 nasoma kwa ufupi, lakini leo lazima ukasome kwa urefu somo yote. Nasema hivi: ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuachilia, yaani kuachilia kosa la watu wa urithi
atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu nawe utazitupa dhambi sawa zote katika vilindi vya bahari. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa urithi wake waliosalia, ashike hasira yake milele, kwa maana yeye furahia rehema. Atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya Bwana apewe. Amen. Hapa tumetakiwa mambo matatu. Tuko na maovu, tuko na makosa na tuko na dhambi. Ni vitu vitatu, na hivi vitu vitatu lazima vinakufanya tunakosa kupata baraka. Vitu vitatu hivi vinafanya tunakosa kuingia mbinguni. Hivi vitu vitatu vinafanya tunafutwa kazi, na hivi vitu vitatu vinafanya ndoa zinavunjika. Hivi vitu vitatu vinafanya safari zinafungwa uendi, na hizi vitu vitatu vinafanya safari zinapatikana za ghafla, unafurusha nje mara moja. Maana yake yale maovu ambayo watu wanatamka juu yako ndiye yatastopisha kwamba uweze ukaingia kazini, na uweze ukakaa ndani ya ndoa, na uweze ukafanya kazi mahali ambapo umeachiliwa. Maana yake hayo maovu wanapoongea bado wanarutia mpaka yule mkurugenzi ambaye amesimamia hiyo kampuni anasema mimi nimechoka na hii vishawishi ambayo vinaletwa hapa. Kwani wewe unafanya nini? Anakuonya ama ananionya, usirudie tena, ukirudia nitakusimamisha. Lakini hata wewe mwenyewe hujafanya hilo kosa, yaani hujatamka hayo maovu. For example, mmekaa mahali mkapika mahesabu, kila carton linatoa 1,000,000 na mkapika hesabu, huyu mtu anapata trilioni 10 kwa mwezi, lakini mshahara ni shilingi 8,000. Sasa mkakaa chini mkaongea na mkasema kama bosi huyu angalikuwa mtu wa huruma, kwa nini hangetulipa hata 1,100 kila mtu? Alafu mmoja wenu anakimbia na anaenda anaambia boss, je, ya kwamba James anataka kuleta hapa mgomo, anasema tulipe 1,100, kwa nini unatulipa 8,000 na wewe unapata trilioni? Uje huyo mkurugenzi atakuangalia, anakupikia mahesabu, anataka kutupe nje, lakini hajakupata na makosa. So anakuita, anaanza kukupatia msomo. Yale maneno ambayo wewe unaongea mimi sitaki kuyasikia tena. Mimi sijaongea kitu. No. Wewe una utisho. Shetani anashinda. Alafu unasikia kesho tena unaitwa kwa ofisi.
Kesho kutwa utarudi kazini au utakuwa unatupwa nje? Umetupwa nje. Hayo ndiyo maovu ambayo Mika alikuwa anaongea, ya kwamba kuna maovu ambayo yanasimama yakiwa kinga juu ya baraka. Kuna maovu ambayo yanasababisha mpaka sasa tunaingia ndani ya makosa. Maovu ambayo tumetamka baada ya kuonywa, ukirudia yanaleta makosa, na makosa ambayo umeonywa ukirudia ndio yanaleta dhambi. Dhambi unapoonywa na ukikosa kukairi hiyo dhambi, basi inaleta mauti. Waebrania 10:26. Wewe ukichoka kutenda yaliyo mema na umekosa kutenda hayo mema, hakuna msamaha wa dhambi ila ni mauti. Shetani anashinda. Yes, atashinda kwa sababu tunasimama tukiwa na mmoja hapa, mmoja pale na mmoja kwenye jukwaa. Yale makosa ambayo umefanyiwa, ile kitu ambacho leo umesononeka ukaona umefika kusimu, ndio unastahili tu. Shetani ashindi. Kabla tutamaliza hapa, baada Isaya maana ambapo Sasa wewe unakosa kujiwekea pesa, lakini unabeba mikate
utaacha. Na usikuamilie kama Samson. Maana yake Samson alionywa akaonywa, lakini alisema hapo ndio roho yangu iko, mpaka akakufa na watu pale kwa hiyo nyumba. Lakini kama utasimama ukiri sawa na mtu ambaye anaitwa Ayubu, atakuambia Bwana apewe. Amen. Kwa sababu Ayubu alikuwa anatolea Mungu sadaka kila asubuhi, kila jioni anatoa sadaka. Sisi tunaongojeana Sunday peke yake ndio tunatoa sadaka. Hatuwezi tukatoa hapa katikati. Sunday tu tunatoa. Lakini Ayubu alikuwa anatolea watoto wake. Mahali wameenda kutembea, wanaweza kuwa wamefanya makosa, anawatolea sadaka. Vile walilala usiku, kiamkini waliamka wakafanya makosa, anawatolea sadaka. Ndiyo Paulo naye akasema, pumzi yetu ambayo tunapumua hii ingelikuwa ni maombi. Tuombe kila wakati, kwa sababu hatujui wakati wa Yesu Kristo kurejea mara ya pili. Na tukiomba kila wakati, ndani kila kitu kitakuwa ni chetu, kwa sababu tumejikabidhi mbele za Mungu. Lakini shetani huwa anatuteka na vitu vizuri. Bila aliambia kwa Yesu Kristo, nipikie makoti na nikupatie hivi vitu vyote, kwa sababu yeye ndiye anatawala hapa duniani. Aliambiwa si chakula wala hivi vitu vyote si vyako, lakini jina ambalo linastahili kupikiwa makoti ni Mungu pekee. Bwana apewe. Amen. Na mimi nafurahia kusikia ya kwamba wewe lazima uende utoe hongo ndio uingie kazi. Hiyo ni kupikia Mungu makoti. Uende utoe hongo ndio uweze kufanyia jambo fulani. Hiyo ni kupikia Mungu makoti. Shetani ashindi. Unastahili kusimama kama Esther. Esther alipoambiwa ya kwamba tunaenda kuangamizwa watu wote, yeye hakupika nduru wala kutoa mayowe wala kulalamika wala kuwa na shauku ya kwamba mimi naenda kukufa. Aliambia watu wake, nenda mkaombe kwa siku 3, alafu mrudi. Mimi wanashanga kitabu cha Esther hakuna mahali walitaja Mungu, licha ya kwamba aliambiwa rutini nyumbani baada ya siku 3 mkarudi. So baada ya siku 3 akasimama akasema, mimi nitawapeleka mbele ya mfalme, yakiwa mapaya kuacha yakuwe mapaya, yakiwa mazuri basi yakuwe mazuri. Alipofika aliulizwa, sema kile ambacho unataka. Yeye hakusema mimi nataka utuweke huko. Alisema nimekuja na kuomba nikuandalie chakula. Bwana apewe. Watu mfalme kwa akili yake na kwa macho yake anaona watu wamesimama wengi ambao ni Wayahudi. Sasa anajiuliza maswali, na hawa watu wote wamekuja kufanya nini? Kama wewe umekuja tu kuniomba kupika chakula, hawa watu wote namwambia hiyo. Sasa useme kama ni mfalme nikupatie nusu. Ni chakula tunataka. Bwana apewe.
How many times mmefanya wanaume wanachinjwa, wanapikwa, wanafunjwa mbavu kwa sababu ya kilio? Yaani tunataka wewe kutengeneza chakula. Wewe uliniacha hapa. Baba Shiro amenikanyaka, amenitusi. Wewe sasa mwanaume anatoka hata hana nguvu, hana kitu kwa tumbo. Anaenda kung'ang'ana na Baba Shiro. Anakonga moja peke yake na mkachi. Watu wanacheka. Tena ashindwe. Yeye angefika the first thing. Kitu cha kwanza, iwe ni chai, iwe ni uji, umeandaa, mpatie akunywe. Muulize utakula mchele, mkimo, yani ukali ama ni nini unakula. Akwambie mimi nataka nikule samaki. Basi leta ukatafute hiyo samaki, kuja unauipike vizuri, andaa ukali yako hiyo ama ni mchele, kula mshipe. Saa ile mmeshipa ndikosa useme hapa tulishinda vyema, lakini kuna shamba ambayo imefanyika. Baba Shiro ndiye alikuja, alikuwa na kuhitaji. Wataka tu kuruka. Yaani mtu anaingia hata atakaa chini. Unajua unatafuta na Baba Shiro. That is very wrong. Wewe unamwambia hivyo ni saa 12. Yeye kufika kwa Baba Shiro anapata askari wamekaa huko ndani wanamuongojea. Wanawekewa pinga na pelekwa Embakasi. Chakula gani utampelekea kule sasa hiyo 72 kwa sababu masaa yameisha. Yeye anaenda ndani njaa kwa siri. Jifunze how to speak. Shetani ashindi. Ni sawa mgonjwa anaweza kuwa anaugua. Na wewe unasema kwa sababu hii pesa nilikuwa nimepanga kununua suti. Uchoe kiatu yangu nimetembelea moja. Siwezi kununua dawa. Wacha ninunue kiatu kwanza. Wakati hii tunasairisha hii. Bwana pesa. Amen. Uchoe mgonjwa saa ile anatembea hivi. Ako tofauti sana na saa ile ameshikwa hivi. This one akisi imepotea. Hata ongea. Wewe ndio utaongea. Lakini kama anatembea hivi atachielezea. Sasa chuanga namna ya kutibu ugonjwa. Chua namna ya kusaidia mtu anaposema kwamba yeye ni mgonjwa. Vile ungekimbilia wewe mwenyewe kukusaidia, ndio unastahili usaidie yule mtu ambaye ako mbele yako na kuomba msaada. Basi tunaomba msaada, hata tunaenda kupata kitu na tunakosa kwenda kupata hiyo kitu kwa sababu hujafika huko na pewi. Utaongojea mpaka siku ile utakucha unaweza kupewa. Na hiyo inasababisha watu wengi wao kwa sababu Shetani ashindwe. Shetani atashindwa saa ile tutakundua kutembea kwake na kutamka kwake. Na kuna Shetani atakuja mbele yako akwambie mimi ni shetani. Bwana pesa. Amen. Iko hivi. Nguruwe inakuwa nzuri sana. Unaosha unapangusa vizuri. Lakini inapoenda kupika hivyo, alafu ikiona matope tena imeingia kwa mdomo.
Shetani ashindi. That's why Esther hakuwa na hiyo tabia. Yeye alisimama akatazama, hawa watu wangu nitawaokoa namna gani? Na alipoomba akapewa ruhusa kwenda kutengeneza chakula, alienda na akatengeneza chakula, na akarudi akaambia mfalme Ahasuero ya kwamba sasa chakula iko tayari, nimekukaribisha, lakini kuja na huyo Haman. So Naman. Haman ni wasiri. Okay, kaenda. Wakati alipofika huko, wakanawisha vizuri, chakula imepangwa, lakini machozi yalikuwa yanatoka. Bwana apewe. Sasa mfalme anashinda. Tuko watu watatu peke yako hapa. Sasa nini kinakukera unalia? Shetani ashinda. Ndiposa akatoa waraka. Alipotoa huu waraka, kamwambia, angalia, mimi pamoja na watu wangu wote tunaenda kuuawa. Mfalme kaweka chakula chini, akatoka nje. Shetani ashindwe. Ama akakimbia, kapika makoti kwa Esther. Tafadhali sitafanya hilo jambo vile nilikuwa nimesema. Fanya hivi, ambie mfalme awache. Naye akaamuka na kaenda akalala chini. Akatoka hapa akampata panya. Anaomba, mfalme anampata akiwa kwa pika makoti kwa kitanda chake hapo chini. Akamwambia, yaani huna hata umeingia mpaka mahali nalala. Askari, kuja chukua huyu mtu, mbalishe ile sanda ambayo alikuwa amepangia motokai pamoja na watu wake wote wachinjwe mara moja. That is what happened. Ni kitu gani wewe unaweza kuwa unafanya na kile mtu amekuotea, yani amekuchukia na amepika mahesabu na akaona kweli akikutoa mahali hapo, yeye akirudi hapo atakuwa amefaidika vizuri sana. Shetani ashinde. Na wewe unafaa. Unasikia tu landlord anakuja. Nimesikia ya kwamba wewe siku hizi umepepa kiburi hapa, huna amani na watu. Sisi tunataka amani. Tunataka amani hapa. Shetani ashinde. Why? Kwa sababu ameenda kwa landlord amemwambia mimi nitalipa mara 2 ya hiyo rent yeye analipa. Toa yeye. Shetani ashinde. Kwa nini? Kwa sababu yeye amepatana na mtu na ninawaambia ninyi ambao mnafanya kazi, yani mnafungua kazi kama si mtumishi ambaye anawaombea, ni watu tu raia wanakuja hapo kuongea, hata kama ni washiriki ambao wanakusaidia. Wacha kufanya ustaarabu ukiwa kazini. Shetani ashinde. Amekaa anakunywa soda hapa. Bwana apewe. Amen. Huyu ni mkeni ambaye si mshiriki wetu.
lakini amekuja na yeye. Sasa vile mimi nakunywa sana, yeye anakunywa, kwa hapo umetukaribisha. Yeye huyu anapika mahesabu zile vitu ambao uko nazo hapo, na vile watu wanakuja wakinunua, anaangalia ndio anakuja kuovertake. Upende Don't entertain makaribisho ukiwa kazini. Be serious na kazi ambayo unafanya. Kama ni makaribisho akuje kwa nyumba, aende hapo kwa nyumba, akule hapo, nini bila nataka. Dakika si be serious. Kama umesikia umpatie sadaka wewe, umpatie sadaka. Baada ya kuongea mambo yake, umpatie sadaka wewe. Lakini don't entertain image hapo na kwamba sasa wanakunywa kwa sababu wewe unawakaribisha. Hiyo itakuletea shida ukiwa kazini. Lazima utabishwa, lazima utatolewa. Lakini tayari inakuwa saa ile amepika mahesabu, anakuuliza hizi vitu unapatanga aje? Wewe unamwambia vile vitu unapata, naye hapo na mtu wake kwa kampuni mahali hizi vitu vinatoka. Yeye anatoa mlango ya nyuma, so anakutoa analeta mlango wa nyuma. Sasa wewe unatafuta, unalia, kutoka mahali unaenda, uko serikali rengi, lakini yeye sasa amekuwa hapo. But I need by when you shake your tears, unasikia askari walikuwa wameundwa, wametengeneza vizuri, na wamekuja wameweka kwa mtego. Yeye akiingia anamuuliza leta barua za kuonyesha hizi vitu vimetoka mjini. Hakuna, wanampikia siku. Unajua kama vitu fulani vinatoka mazla, sina habari. Tena ashini ni kama nasitaki. Ni wiki hii nilikuwa nauliza, unajua ile mtu ambaye anaitwa Auna, baada ya yeye kushindwa kuongea na ile vitu ya mchawa alikuwa ametoka nyumbani. Shetani hashindi. Shetani hashindi. Hapa tunatumia roho peke yake. Lakini sasa umekuwa na roho, unakeuka ya kwamba uende upewe misisi na mayai, unakuja sasa uongoze mpaka hapo. Utapata uongi sauti ndogo inasimika, alafu kisha alifika unafika kile sasa mtu akiuliza ni kukomenti ya kwamba ulikuwa mzuri ama utakomenti tu. Bwana apende. Amen. Nitoe maneno kuhusu kile kilikutoa ama niseme vile ulikuwa unafanya. Kile kilikutoa. Bwana shindwe. Hiyo ni kama mbadilike. Shetani ashindwe. Toka kwa hiyo nia mbaya. Na utakuwa mzuri. So, Esther aliokoa Wayahudi wote kwa sababu ya imani. Na sisi tutashinda shetani kwa sababu ya imani. Na tutashinda shetani kwa sababu hatusikilizi mambo yake, hizo fitina zake na hizo saraka zake hatusikilizi.
lakini utasikiliza neno la Mungu na utapata hilo neno la Mungu, nayo litakuweka huru. Amen. Whether you like it or not. Bwana apewe. Amen. So mwaka huu tulikula kiapo ya kwamba shetani lazima ashinde. Kile kitu ambacho ulitafuta kwa miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 10, miaka 2 utaipata, lazima victory comes only on one hand. Nilipoandika gari Mungu corporate under the bushel, nilimaanisha tunatoa kile kitu ambacho kimefunga pia baraka zako, njia zako hapa kwa madhabahu na sisi kutoka. Naweza kuwa sina sauti, lakini natafuta mahali kupiga sauti. But that sound makes difference. Kirana ashimu. Nasema naweza kuwa sina sauti, lakini nataka kitu ambacho kwa sauti. But hiyo sauti itakufanya saa ile nilipotangaza kwamba tunatakana tufanye mambo ya ubatizo, ndio watu walikimbia wanaokopa maji. Sasa tuseme kwamba hatubatizi ili tuwe watu wengi, tuseme kwamba tunawabatiza kwa Roho. Bwana apewe. Na mimi sielewi kwa nini watu wanaokopa maji, kwa sababu maji dhihirisho ya kuonyesha umekufa na Kristo na umefufuka na Kristo. Lakini mambo ya ubatizo wa Roho, hata si mimi ambaye nakuongoza ubatizo na Roho. Ubatizo wa Roho ni kilio ambacho kiko ndani yako. Bwana apewe. Amen. Kilio ambacho kiko ndani yako. Bwana apewe. Amen. Siku ile nilikuwa nimekaa hivi. Then nimekaa hivi. Sikupata hizo kanisani na sikupata mikrofoni. Nilikuwa nimekaa hivi. Na mahali hapo haikuwa na energy. Kwa hiyo mimi nakula chakula tunapika sana. Sikuwa na na sikuwa na maji kwa hiyo mimi. Na hii ilikuwa imechukua 3 weeks. That is 21 days. Ujue nikikaa namna hii inamaanisha hakuna kitanda na hakuna blanketi wala shuka. Maana yake baada ambapo nimetoka, nimekimbia kwa sababu sumu imeandaliwa pale na nimeonyesha video hii, nimeandaa lazima chini. Na nimekimbia. Na mahali nimekimbia nimepatia only 200 nimelipa nyumba na nguo ndio yake sana. So kuingia kwa Roho si rahisi. Ile mtumishi amesema yes, just a second. Kuingia kwa Roho. But we need all that. Itatunza huyo Roho ndani yako akuonyeshe kile kitu. Maana yake alipoingia ndio alionyesha mambo.
sio kwamba nimesema fanye kazi. Siko nimeajiriwa. Hata kupepa tu ile mawe ya mjengo. Siko nimepewa. Haya pesa. Lakini sina mbele wala nyuma. Na sina transport ya kurudi nyumbani wala chakula ya kukula hapo. And after 33 weeks, that's why kazi unaenda itamaliza 30 days ndio ulipo mshahara. So fikirie mara hapo nilichukua siku ngapi ndio nitakuwa kazi. Siku ngapi nilichukua na wale ambao wamechaliwa na neema wa kusaidia hao wote. Nasema tuungane kosa mwilo Kristo na pasipo kufanya hivi hakuna mbingu inaenda kuingia. Shetani hashindi. So nimeleta kile kitu ambacho kinasababisha tukikosa kuingia kwa roho, na nimekuletea kile kitu ambacho kinasababisha ukifutwa kazi, nimekuletea kile kitu ambacho kinasababisha ndoa ikivunjika, na nimekuletea kile kitu ambacho kinasababisha ndoa iwe na amani kwa mtu. Nimekuletea kile kitu ambacho kinasababisha usikuwe na watoto, na nimekuletea kile ambacho kinasababisha uwe na haja ya kuwa na watoto. So ukiwa ndani ya roho wa Mungu, hakunanga roho ya utasa, making abortions. Huna that spirit. Hiyo spirit ndio inafanya watoto wakuli hapa. Watoto wanakufa kwa sababu ya hiyo. Maana yake utakuja kuzaa mtoto ambaye hajafikisha muda wa kuzaliwa. Alafu wewe unapenda kufanya kosa. Shetani ashindwe. Baraka utakuwa umefungia. Usifikiri kwa sababu wewe umepepa roho ya utasa. Shetani ashindwe. So atashindwa kwa sababu wewe umesimama ukitazama juu ya Calvary. Msalaba watosha. Na alipoinua mikono yake alisema, njoo nyote nyinyi ambao mnaelewa na mzigo ili niweze kuwapumzisha. Mjitwike mzigo wangu ambaye ni rahisi. Wala pesa. Amen. Lakini hatuoni mzigo huo. Tunaangalia tunatoka. Shetani ashindwe. That's why I want to say
Chwanga the background of that person. Kabla utakimbilia kwenda hapo kumwomba. Wengine wamechinjiwa kondoo na mwakiliwa damu kwa kichwa. Anaokeshwa tabu. Tamu na mapiko. Akijia anakuja kuwa mtumishi. Wengine wamechinjiwa kuku. Ina mwaka tano. Anakuja kuwa mtumishi. Wengine wameshika ndama inasikwa ikiwa hai. Na anakuja anakuwa mtumishi. Ile ng'ombe inafanya sasa akiongea hapa zaidi inatoka kama ile ng'ombe. Huyo yako na roho na mtitini makes a lot of noise. Shetani ashindwe. Na watu kama hao ndio wanatumia hiyo uchanja na wanakuwa matajiri sana kushinda hata sisi ambao tuko ambao tunapata neno Mungu mzuri. Hatupasi. That is why tunawapata wako kwa nyumba. Utawapata kriseti na guma sana hapo. Shetani anashinda. Upende. Ukatae. Kasi ya uchungaji nilipopelekwa Tanzania. Hatukuenda kuanza kutembea nyumba kwa nyumba tunaita watu wakuje. Niliwaambia ni wapi mnataka maombi yafanyiwe, ni hapa. Na hapo ndio. Na hapo ndio. Na tulipomaliza watu niachaje kulikuwa mnaondoka. Maana yake yeye anasema hivi. Mimi nakutuba mahali utasimama na nitakuletea watu watakurudishia hapa. Nimekutuma. Wewe maisha ya baba yako hapo watu wakupichia. Si nenda kisha milango yao kuingia ndani ya Mungu. Wewe ni mchungaji anayeongea. Wewe unakonga mlango na mlango iko wazi. Hapa Kasarani na wewe hapa mbele unawaita kuja kuomba. Hayo ni maombi gani? Sera ashindwe. Sasa ukakumbuka ya kwamba kuna vita ndani ya hizo nyumba. Ndio utawacha kwenda. Lazima kuwe na pesa arrangement unaambia nataka ukuje unitembelee pale. Na nitakuja hiyo. Na kama mtawala nisaidie. Nitakuongojea hapa. Hadi ukikaa kwa nyumba, ile ni shauri yako na Mungu wako. Why? Amshauri patana na hii. Unaenda unakonga mlango. Karibu. Ukiingia namna hivi na unakaa kwa koo. Kumbe wewe ndio unasumbanga nyumba yangu hapa.
Huyu ndio mwanaume unachiringa na yeye hapa. Hapana, mimi baba. Kinywa. Tena shindwe. Ni ambao mnapenda kuingia kwa nyumba ya Salemia. Teretea hiyo. Siku moja utanipata. Maana yake Bwana wamepikana na Pepe na sasa anatafuta nani anafanyanga hii sarakasi, ndio huyu mwanamke anainuka hapa na wewe unaingia. Haki utakao. Mpaka utashangaa. Tena shindwe. Upende? Spende. Eno kataa? Bado. Wewe unaweza kuwa Mkristo. Tutakuombea. Acha kufanya njia ya kumani. Vile tunaona mabadiliko kutoka kwako. Nahitaji hiyo pasta kuja. Amen. Ama nahitaji hiyo apostle kuja. Amen. Yeye akiwa yeye atakukaribisha. Yeye atakufunza neno kutoka kwako. Utawaombea. Atakuwa mshiriki. Si vile. Si vile. Naendanga wapi? Mahali fulani. Oh. Bwana pesa. Amen. Mimi niko na shida kubwa sana. Lakini nataka uniangalie. Huyu mwanamke mara anaendanga hapa, nini inakuanga? Sasa anaendanga wapi na anakutanga hapa? Na yeye anasimama. Anauliza, niangalie huyu mwanamke mara anaendanga nini inakuanga? Hiyo ndio maswali tunayoulizwa. Wewe unauliza mwanamke ambaye anakuja hapa ama anaendanga wapi? Kwani Roho amekuonyesha wapi? Sio mwanamke mimi na kwa. Sio mwanamke haka. Sio kitambo mali sana na mambo ya mwanamke. Ndio sasa akaleta shida yake. Bana bless. Akisha leta shida yake, ukisha muombea, utasikia sasa mwanamke akija anasema Bwana amekataa ya kwamba nisipite hapa. Nini mbaya? Yeye amesema tu masaa nakaanga sana. Are you sure? Haya kuja basi ukitoka. Yeye amesema what? Kwa sababu hataki mkutane hapo, yeye akija kuambia mambo yake. Sasa wewe unapengo kae mbali mahali ambapo utasikia mambo yako yakifanya. Huo si Kristo. Shetani ashindwe. The true Christian, shida yako ni shida ya pipi, na shida ya pipi ni shida yako. Msaidie kuombewa nyote pamoja ili hiyo shida iweze kutoka na mpate baraka na mpokee ushindi, kuliko mambo ya kusema kwamba usiende hapo. Shetani ashindwe. Mungu wa neema ambaye amejawa na rehema, mwenye akairi mabaya yenye kutubu dhambi kilindini, yale makosa anatusamehe, anatuhesabia haki kwa imani. Huyo Mungu ndiye tungemweka katika njia zetu. Mahali popote tunapotembea awe ametutangulia. Mahali popote tunapoingia awe ametutangulia. Amen.
yeye hapo na uwezo na nguvu na mamlaka. Tawa zitawekwa lakini hazitafunga kazi. Tawa zitawekwa lakini hazitaharibu ndoa. Tawa zitawekwa pata hazitaleta magonjwa. Tawa zitawekwa pata hawatakataa kupatia mshahara. Kwa hiyo siku ya leo mnaenda kutoa kile kitu ambacho wanasema vita ambao huwa vinaibuka vya kufunga na kuahirisha pesa ambazo unastahili kulipa. Amen. Wale ambao walichukua mateni wakakataa kukosa kulipa. Kama utapitia hapo ni mswaki wako. Lakini wewe ambaye unatai tena na unaahirisha na unaona pesa zinatakiwa siku hapo kwa meza. Naomba wewe ambaye utapitia hapo, lakini wewe ambaye unaenda unasimama unaona watu wanachukuliwa na kitambulisho, hakuna certificate, kitambulisho pekee, lakini wewe unarudi kwa nyumba ukichukuliwa, hakika utaomba. Wewe ambaye unaingia kwa nyumba unaona imepambwa poa, ukikaa pale ukishika karimo unaambiwa wewe nani anakuambia uchange hiyo mchano, rudisha haraka, unarudisha na atakaa hapo na ujue atakaa hapo, hayuko hapo mbele bali yeye ako kwa petu, lakini anakuambia don't change that thing. Sasa shindwe, hakika utaomba. Na ukiona nyumba kama hiyo, mtu atakwambia na maisha, anakuanza ameweka sisi kwa Mbona hapo? Unaweka anarudisha vizuri. Kile kitu ambacho wewe unakifanyanga hapo kwa simu yako, the world is digital. Wacha kusema ati kainamishwa hapa ati sasa mnajua bila umeweka ndomboro unacheza unataka anaona okay. Yaani mimi nakulipa mshahara za kucheza. Shindwe. Bwana pesa. Wewe kama ulienda kufanya kazi, fanya kazi. Mambo ya ndombolo weka kazi. Hata afadhali uweke kwaya imbe. Na wewe pia ukiimba ukiendelea kufanya kazi huko. So, alafu nataka ucheze. Shetani anashinda. Na kuleta ili uweze kuelewa vile vitu ambavyo vinasababisha watu wakifutwa kazi. Ameweka hapa ambayo unaona, lakini unapepa vitu hapo kwa mfuko hapo kwa mfuko. Bwana pesa unakimbia nayo kwa choo
Nataka uniambie nani anakula njuku hapa? Unashinda. Kwanza unashtuka. Kwani ni wewe? Hapana, no sir. Basi niambie nani anakula njuku? Na amekuwa. Na usipopata nitaita pareti hapa. Nasema mniambie. Tena ashinda. Bwana apewe sifa. Amen. Alafu anaita pareti. Anaonyesha. Niambie huyu ni nani? Mwambie yangu. Shetani anashinda. If you have enough money, kama uko na pesa za kutosha, you can do anything. Bwana apewe. Amen. Nakuja kujibu swali ambalo nilikuwa nimesema. Na watu wakafurahi na mkacheka. Lakini hamkuelewa kile ambacho mlikuwa mnacheka na kile ambacho mlikuwa mnafurahia. Bwana apewe sifa. Lakini mkifikia basi hakuleta msiba. Yaani alicheka kwa sababu hakumaliza. Bwana apewe sifa. Amen. Mahali ambapo mnasema kwamba maombi tunafunga, Yesu huwa tunafunga. Unaweza ukafunga siku 30, unaweza ukafunga siku 40 ile Kristo alifunga, na unaweza kufunga siku 3 ama siku 4 kwa sababu ya jambo fulani. Lakini mimi nataka kuchipu kwa lile ambalo limetamkwa ya kwamba unafunga mwanaume ili asitembee, alale kwa nyumba, na tena unarudi unauliza maswali mchungaji. Je, yeye alikuwa time? Bwana pesa alikuwa amejipanga matakika ambayo anataka achukue. That's why hakueleza kwa urefu, lakini nikimtishia nitaeleza kwa urefu. So iko hivi. Hii ni glasi ya maji. Sawa? Maji saida umeweka hapa ndani. Kutoka kwa chaka umemwaka hapa ndani. Na ukunywe umalize. Na hiyo chaka imechukuliwa imeenda. Mtu huyo wa pili atakunywa nini? Hana kitu ya kukunywa, si ndio? Basi mimi nasema hivi. Ndoa huwa zinaharibika saa ile wewe mwenyewe umekosa kunywa hayo maji. So unastahili ukunywe maji kila wakati. Kadri inavyoonekana ya kwamba kuna maji. Bwana apewe sifa. Amen. Huyu ni mtoto. Amewekwa hapa kwa ukuta. Si ndio? Wewe ndio huyo umelala hapa kwa mtoto. Yeye ndio huyo amelala hapa. Anakuambia mimi naona maji yako hapa. Natakana kukunywa. Wewe unapepa mtoto unaleta hapo katikati. Unakimbia. Bwana apewe. Sasa unatarajia aje tufunge mwanaume kama huyo ya kwamba asiende nje? Tutamfunga namna gani? Na wewe mwenyewe unakimbia, unaleta mtoto katikati. Anakuuliza mbona unaleta mtoto katikati? Uchamungu usipasi. Lakini kwa akili yako umejua tu mimi sitaki hiyo maji. Sitaki.
wawili walipoungana walikuwa mwili mmoja, na baada ya kuwa mwili mmoja tena watakuwa mwili mbili, so wanabakia wakiwa mwili mmoja. Haya, kinachofunja ndoa na kinachoharibu sana ndoa ni hii. Unatoka hapo unakimbia na njoo hiyo ni mchezo wa watoto. Bwana apende. Huo mchezo wa watoto inaelekeza watu wafanye makosa, na sasa ile hawa watu wamefanya makosa, inakuwa ni gumu sana hawa watu kuachana. And that is why utasikia kama nakumisha hata kaa hapa, sioni kama lazima utaenda. Makosa kama haya yalifanyika huko Kibera, mahali wanaitwa Naisabu. Kijana alipata kazi Nairobi, na alipopata kazi Nairobi akaenda nyumbani, akapeana pesa nzuri, akaambia wazazi, nitaenda na huyu Nangira nimpatie kazi. So alipoenda na Nangira, na sasa hapo walikuwa wamezoea kujificha hapa, anaruka na ikaendelea. Kwa hiyo muda Nangira akapata mimba. Nangira alipopata mimba, ikapiti lazima asae mtoto, na kusaa mtoto mwanamke yake. Baada kidogo hata wachapeleka nyumbani, wanalia tutafanya namna gani ndio tuweze kupeleka mtoto nyumbani. Akasaa mtoto wa pili. Mchongo akakuta Nangira, nataka utuonyeshe yule mwanaume ambaye amekuoa. Hawa watoto unapata mmoja. Nangira kama mimi nakuuliza mwanali. Yakasema nyinyi mlituma watoto hapa wameharibika. Wale wamezaa watoto wawili hapa, tutawafanya mkaka. Akaambiwa waambie wasiwe na wasiwasi, walete watoto kuwanyoa. Sasa wakapepa watoto, wanapeleka nyumbani kunyolewa. Walipofika mkutano ulikuwa umeandaliwa, watu wamekaa tiani. Serana shini haikuwa ni kunyoa watoto, ni wote waliwawa mara moja na kusika. Sasa lakini maswali yanapakianga na maisha. Bwana apewe. Amen. Sasa ile wewe unapokaa na ufanye kitu kama hicho, yule
semeji ambaye ataoa huyo dada yako, utamuita semeji ama utamuita mwenzako? Hiyo ndio vita mahali ambapo hakuongea. Sasa ile umefanya hayo makosa, yule mwanaume ambaye atakuoa, huyu ndugu yake atakucha kuchukua dawa yako ama mkule chakula pamoja ama pale. Ndio ni kitu kingine mbaya sana Israeli. Na hiyo ndio inafanya wanawake hawawezi kuolewa. Wanataka wakae kwa pombe na kucheza na ndugu zao. That demon must be destroyed. Lazima diharibiwe. Litoke. Wewe unaweza kuwa uko sawa, utawahi fanya hayo makosa, lakini utaona watoto zako wanaanza kufanya sarakasi kama hizo. Sio ya kwamba hiyo pesa inakuotea. Siku moja ambaye alifanyika pipeline karibu na Devstar supermarket, na hata akatoka anatangaza, wewe ulisema ya kwamba nisilete wanaume hapa kwa nyumba. Sasa niambie mwanaume kani unastahili kufanya. Wewe kuja basi ufanye. Anatoa mambo. Watu wakapika na wengine wanasema hakuna mwanaume hapa ambaye hapa ana nguvu kuchukua hapa. Na alipepwa nakwambia, alipepwa na akapeleka kwa nyumba. Yaani alipata ndoa ambaye hajapanga, hawajawahi tongozana na hawajawahi kula pamoja anything, lakini ilipiti lazima aingie ndani ya ndoa. Sasa mambo ya kuwekana APCT ndani ya familia, you need to be very keen and you need to be very careful. Msio watu ambao mnapembeleza makosa. Kemea makosa, mtu akae kwake. Kemea makosa, mtu ajue kwamba kufanya hili jambo ni makosa. Bana pembeleza. But the real fact remains same. Kama mnataka kuendelea, Bwana pesa. Amen. Kama mnataka kuendelea, hata wewe ambao unasikiliza kwa mtandao, kama unataka kuendelea, mwanaume unashughulikana na bibi yako, na mwanamke naye unashughulika na bwana yako. Sasa ile unashughulika na kweli, ndio wewe kwako kutaharibika, na ukienda huko kweli watakufukuza rudi kwako. Upende ukatae. Na wewe mwanaume sasa ile utakosa kushughulika na mwanamke, ushughulike na ndugu, ushughulike na tata yako. Ndivyo nao pia watakuja kukuchekelea siku moja. Na sasa ile utaongea na kwambia wale huko na macho, huko unaona, wale ulikuwa unalala. Shetani ashinde. Always know how to put your foundation. Chuanga namna ya kuweka msingi wako na bibi yako hapa. Si akute ni mfungulia. Yes, wacha akute mfungulia. After 3 months, nini? Nilikuwa maraka ndio ilikuwa imelala mbaya. Kesho kutwa nini yako? Unampepa kwa mapepo. Ukifika huko unaambiwa alikuwa anatoa mimba, lakini sasa haijatoka.
anatungwa sindano, hiyo mimba inabaki, anazaa. Sasa amezaa watoto wangapi? Watoto wanne. Na wewe umemfungulia kazi, wewe ni bwana yake huyo tata ambao umefungulia kazi, na sasa amezaa watoto wanne hapo, au wewe sasa umekuwa bwana yake? Bwana ndiye anastahili amfungulie kazi. Yes. Wacha kulala usingizi. Kama ni mapepo mnasukumiwa ya confusion, lazima tuyatoe. Jenga maskani yako uheshimiwe. Yes. Yeye akuje apepe vitu kutoka kwako akipeleka kwake, ya kwamba ndugu amenipatia mahindi kunia moja. Maana yake huko kwa Amerika hakuna shamba. Hiyo si ya kwamba kwani yeye ni askari kwako. Na kama hata mtu unatunza hivyo unamweka, you cannot manage hivi, na hakuna siku utaweza mwanaume. Hiyo ndio nataka mchungu. Hakuna siku mwanaume ataweza bibi, na hakuna siku bibi ataweza mwanaume. Kile kitu ambacho kiko hapa, peana shukrani kwa sababu kile kitendo ambacho mmefanya mmeridhika mkiwa wawili. Lakini sasa unachunga hivi. Sasa ndugu anataka kuchunga. Ndugu anaenda anakuacha. Mimi ndio leo na wanamuonga. Bwana pesa. Semeti, angalia hii kitambaa yangu iko chafu, so nioshe. Sasa hata hajawahi osha hata kitu ya bwana yake. Lakini sasa Semeti anamwambia oshe. Yeye anaenda anaosha, anakamata. Ama na mtiko hapo. Hiyo ndio masemeti mnaleta kwa nyumba. Sera ashindi. Sasa ukipita hapa unapata kuja kuvua. Unashinda nini inaendelea? Na mwisho utaambiwa hii semeti isimu. Wewe hukuona bwana pesa. Sasa swali unaanza kuita. Unafikiri. Unakaa mende. Sasa wewe unarejea mende. Sira Rashid. Unarejea mende. Mbona unamtusi mende? Kwa hiyo wewe mende ni mende. We are here to build peace. Tuko hapa kujenga amani, si kuleta mafarakano. Sasa na hiyo ndio inasikia sasa unapoenda unapeleka Kampala anakwambia sasa mentusi. Mimi sitaongea sasa mimi nimeenda. Akuendelei poa kwa sababu yeye ni matusi. Ndoa haijengwi na matusi. Ndoa inajengwa na upendo. Na upendo hauna matusi. Shetani anashinda. Na katika upendo ndio wokovu na shuka. Yes. Sasa isiwe tunakimbilia kwa kufunga. Mambo ya kufunga inaleta mauti. Kuna wale ambao wako na tamu ambayo inastamili wakati umekaa, na kuna wale ambao hawezi akastamili. Siku tatu peke yake zikipita yeye upaya na wewe unafunga. Sasa umeoa huko, lakini unastahili kuwa huru. Hakikisha
kila kitu unafanya kwa wakati wake, na utakaa ukiwa na amani, na kuna mricha itaonekana ndani ya familia yenu ya kwamba amefungana, maji yanatolewa yakienda kwa mketo. Shetani ashindwe. Hakuna siku utakuwa ya kwamba yeye hana fahamu, so unakimbia kwenda kusanya kama kile unaota. Hakuna Bwana apewe. Amen. Ushinda na wasimamia na watetezi. Maana ambapo mimi nataka sasa tuone ni hapa. Kama yale maombi tunaenda kuomba. Nataka uvunje ile mila ambayo inasababisha hizo vita zinakuwa ndani ya marafiki, rafiki, jirani, watu pale. Mvunje hiyo mila. Na nitakusaidia. Lazima